Elimu ya zamani haikuwa na mengi eti, labda mahusiano na mifugo kidogo, labda kilimo kiasi tu cha kushibisha, na shule haba za kufungiwa safari. Kizazi cha zamani hizo, kilisikia elimu ya juu katika visa, hakikuwa na hulka ya kusoma wala kuandika, lakini kililea na kusomesha maprofesa. Elimu ya leo anaogelea yeyote atakaye. Mfano mwogeleaji mwenye kiu katika bahari kuu. Wakulima wenye sagamba sasa haba kama udaku. Wavuvi waliotuna misuli adimu. Si kama zamani. Leo tuna wasomi wanaochukia masomo. Wafanyakazi wachukiao kuchapa kazi. Viongozi waporao walivyopewa kutunza na maprofesa wenye akili nyingi. Waliojenga kizazi kilichofanikiwa kupitia shule. Lakini haielekei kuwa shule ilifaulu kukipitia. Hivyo shairi hili ni linatulia ukijeli kwa kiasi fulani kuhusu kizazi cha sasa. That school, people have gone to school but school did not go through them. Right. Okay, tuangalie shairi lenyewe. Bila shaka ni shairi aina ya shairi huru, yani la kimapinduzi, kwa sababu halijazingatia kanuni za uandishi wa mashairi ya kijadi. Ukiangalia kama mizani imebadilika kutoka ubeti mmoja hadi mwingine, tunaona kwamba ametumia taswira kwa sana. Jambo lingine ambalo linatufanya tuweze kusema shairi hili ni la kimapinduzi. Tunaona kwamba kwenye mishororo imebadilika tu idadi yake kutoka ubeti mmoja hadi mwingine. Kama ubeti wa kwanza una mishororo minne, wa mwisho una mishororo mingapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una mishororo 6. Hivyo shairi hili ni shairi la kimapinduzi au la kisasa. Na sijui mbona mwalimu wangu kufikia sasa aliamua kutumia au kuandika mashairi yenye mitindo ya mashairi huru. Lakini sawa, tunayapenda, tunayachangamkia na pendezo. Haya, kitu kingine ambacho tunakiona, kuna mabadiliko. Elimu ya zamani iliweza kuwakuza maprofesa, hivi sasa watu wamefunzwa, lakini mambo hayajabadilika. Kuna maudhui ya elimu ambayo yanajadiliwa na athari zake. Kwa mfano, watu waliweza kufunzwa kuhusu mahusiano, mifugo na kadhalika. Haya, jambo lingine ambalo tunaliona ni ukengeushi. Kuwa kuna watu ambao wanachukia kazi na ni wafanyakazi. Pia kuna uongozi mbaya, kwamba kuna viongozi waporao walivyopewa kutunza. Huu ni uongozi mbaya ambao unajitokeza pale katika maudhui. Labda niangalie mitindo ya lugha. Tunaona kuna tashbihi ambayo imetumiwa kwa sana. Kwa mfano, wakulima wenye sagamba sasa haba kama daku. Huku elimu ya leo anaogelea yeyote atakaye. Mfano mwogeleaji mwenye kiu katika bahari kuu. Alafu pia nimeona takriri. Ukisoma mfano mwogeleaji mwenye kiu katika bahari kuu. Sauti imerudiwa. Limeweza kuchangia katika mapigo ya sauti au ule mdundo wa kishairi rhythm. Kisha kuna utohozi, maneno ambayo yamesawilishwa ni kama maprofesa, kutoka neno la professor in English, alafu likasawilishwa na kuwa profesa kwa Kiingereza. Sineni ni mkereketwa ambaye alikuwa katika kizazi cha zamani.
Na hivyo anajaribu kutetea kizazi hicho na kusema kwamba wako bora kuliko kizazi cha sasa katika masuala ya uongozi. Aidha nilichoona ni kuwa kuna ukweli kinzani. Leo tuna wasomi wanaochukia masomo, wafanyakazi wachukia kuchapa kazi, viongozi waporao walivyopewa kutunza. Na hicho pia ni kinaya. Umepewa kazi ulinde au kutunza tuseme mali ya umma, kisha unapata wewe ndio unayeyapora. Hicho ni kinaya.